Unafikiri nikwambiaje? Kila siku ongea kwani unisikilize mwanamke? Kwani nisikii pumbavu wewe? Kwani nisikii? Nishakwambiaje mimi? Nishakwambia kila kitu ninachokuelekeza unataka kunisikiliza. Kwani wewe mwanamke? Wewe ndio umenioa mimi, si ndio? Wewe ndio umenioa mimi. Na humu ndani nani mwanaume? Wewe ndio mwanaume? Wewe ndio umenioa mimi. Kila kitu ongea mimi unisikilize. Mwanamke gani wewe? Najuta kwa nini nimekuoa, mshenzi mkubwa wewe. Mama. 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 We, kaa kimya. Haina haja kumlilia mshenzi mkubwa huyu. Mamako ni mshenzi mpuzi kabisa huyu. Unamlilia nini? Mzee Mbogo, ushaua tayari. Umeua. Mke wangu, amka basi mke wangu. Amka mke wangu. Nisamehe sana mke wangu, sikukuwa kwa kutarajia, ni bahati mbaya tu. Sijui mwanangu Mona Lisa ipo katika hali gani. Nimekumisi sana mwanangu. Hi daddy. Hey my daughter. Daddy, mbona kama upo sawa? No, mimi niko sawa mwanangu. Sijakuzoea hivyo unajua. Yaani naona kabisa upo kama una huzuni. Hapana mwanangu, majukumu tu ya kazi, unajua. Ila mimi niko sawa kabisa. Sawa, pia pole na kazi. Asante mwanangu. Sasa nimekuja kukuinua twende kule tukale. Unajua kule mezani wote tupo. Wewe peke yako ndo umekaa huko. Mwanangu, tangulia nenda ukale. Mimi nakuja ya. Usijali sana mwanangu. I'll wait for you. Yeah. Namchukia sana baba yangu. Yeye ndo sababu ya mimi kuwa hivi.
alimuua mamangu kipindi bado mimi nikiwa mdogo. Alifanya niishi maisha magumu sana. Niliteseka. Shangazi yangu alinitesa sana. Lakini kuna siku shangazi alinifungukia. We Mona Lisa wewe. Laiti ungekuwa unajua kama baba yako yuko hai na yuko mjini anakula mali, usingekuwa unanisumbua namna hii. Pumbavu wewe. Na hapo ndio nilipopata akili ya kutoroka na kuja mjini. Namchukia sana Mshua. Wa Bladi, we bonge la faida sana. Usichokijua, kuna madingi kuna muda anajiambia Jangwani sana, alafu kuna madingi wengine kuna muda anajiambia Msimbazi. Kwa maana mawazo yako mpaka sasa hivi ni nini? Kumtafuta dingi wako muone au nikulipa kisasi? Yote kwa pamoja. Yaani ama zake ama zangu. Mume wangu. Na mke wangu. Watoto wamekuja kuita kuhusu chakula. Kwa nini bado umeendelea kubaki kuwa hapa? Yaani kwa nini unafanya vitu ambavyo inatakiwa mimi niendelee kuonekana ni muongeaji humu ndani? Nionekane ni mkorofi. Hivi unataka kuniambia katika hili mimi nina makosa? Kwani tutenge chakula mezani, nikae na watoto tukusubiri wewe? Chakula kinapoa, tumekaa tunakusubiri wewe. Alafu angalia kitu tunachokifanya. Kuna kazi gani ya msingi ambayo unafanya wewe hapa? Hata ushindwe kuja mezani kwenye chakula. Mke wangu, nishasema nyinyi anzeni kula, mimi nakuja Hapo shida iko wapi mke wangu? Ala, kwako hamna shida. Mimi kwenda kukaa mezani kula chakula na watoto, baba yao yuko sebleni, ni sawa. Hakuna shida. Hiyo ni upande wako. Lakini upande wangu mimi sio sawa kabisa. Nani, kwa nini mnataka kunivika makosa kila siku? Kwa nini mnataka nionekane mimi nakosea? Yaani kwenye makosa mnivike makosa, hamna makosa mnataka kunipa makosa. Kwa nini? Mke wangu, sidhani kama kuna ubaya mke wangu. Tangulia nyewe kuleni, mimi nakuja. Mbona vitu vidogo? Usitaki mambo yawe mengi mke wangu. Historia ya Mona Lisa haina tofauti na historia yangu, kwa sababu mimi mamangu ndo aliyemuua babangu. Mamangu alikuwa na mdomo sana, alikuwa anamgombeza kila siku babangu
kuwa alete hela ya matumizi nyumbani. Aliyakuwa kila siku babangu akienda kazini anamwatia mamangu hela ya matumizi. Ndio siku moja babangu alipokuwa anaenda kazini asubuhi, mamangu alianza maneno. Ndio alipogombana, mamangu alimpiga babangu na nyundo kichwani. Na baada ya kumwaisha babangu hospitalini, alifarikia njiani. Na baada hapo, mamangu alifungwa kifungo cha maisha. Maisha yangu alikuwa magumu sana. Ndipo nilipokutana na Mona Lisa, aliponielezea stori yake. Ndio nikaamua kumsaidia, maana stori yake ni kama stori yangu. Na hata hii kazi ninayoifanya sasa hivi, siifanyi kwa kupenda. Nauza mwili wangu kwa sababu ya ugumu wa maisha, ili tupate pesa ya kukidhi mahitaji yetu sisi wenyewe. Wewe mafaida sana. Ile mimi nakubali kinoma sana. Ndio maana muda mwingi wanakuja hapa mageto, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavipata ambavyo siwezi kupata sehemu yoyote ile. Naomba nisikilize. Wewe ni la kupambana. Mimi naamini ipo siku dingi utamkamata tu yani. Hii dawa ndogo sana, sio Marekani hapo. Duo mwanangu. Hapana. Unanikosea na nitabaki kusema kwamba unanikosea. Hakuna kitu ambacho mimi sikipendi kama niongea kitu nisieleweke. Kama tumeamua kuweka chakula mezani tunakula kama familia, tunakula wote kama familia. Hivi kuna maana gani ya familia kama mimi naweza kukaa mezani nikala chakula na watoto, wewe umekaa hapa? Hiyo ndo familia? Kaka, embo ongea kitu. Mama, wewe unamfokea baba namna hiyo? Tena mbele yetu, yaani tumekaa huko tunasikia sauti yako tu. Mama, hii sio sawa. Mama, unajua hadi sisi tunachoka siku zote kelele zenu. Maana kila siku vitu vidogo mnapiga kelele, vitu vidogo mnapiga kelele. Vitu vya kukaa na kuzungumza mkaelewana kama wazazi, na sisi watoto mpaka tuingilie. Inakuwa sio nzuri. Haileti picha nzuri kabisa kwa familia. Swala dogo kama hilo kwamba ameshasema kwamba si tuendelee kula, yeye atakuja kula baadaye. Kwa nini uendelee kupigizana naye kelele? Muache, atakuja baadaye akijisikia hamu ya kula atakuja atakula, mambo mengine ataendelea, lakini sio kupigizana kelele kama hivi. Inakuwa sio picha nzuri. Hebu twendeni tukale bana, atakuja mwenyewe akijisikia kula. Mnachukulia poa eh? Mnachukulia poa. Endeleeni kuchukulia poa. Familia itaharibika hii. Dad, usijali kuhusu hilo. Pia usiyafikirie sana maneno ya mama. Mama ana hasira. Mwanangu T, ondoa shaka. Nenda ukale mwanangu. Sawa? I'm waiting for you. Don't worry my daughter. Kipenzi changu hicho. Subiri. Halo? Tukutane pale pale pa siku zote. Sawa poa, nafika hapo sasa hivi. Sikilizeni sasa. Ili hapa ili. Danga langu. Yaani waga linafanyaga kweli. Yaani alinaga mambo mengi. Hasa hapa limeniita. Yaani hapa uje nifanye haraka haraka niende kwa sababu ili danga sije nikalipata. Bali dikisha wetu. Si tupo hapa tumetinga. Mboga, mbona sijakuzoea? 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 M
Ya, leo ziko sawa. Ni kweli, hata mi naona wapo sawa, maana umeenda leo raundi moja tu. Unajua Moana, usiona watu wanaishi maisha mazuri, nyumba nzuri, wanatembelea magari mazuri, ukatamani yale maisha. Basi kwangu mimi haiko hivyo. Namaanisha kwamba mke wangu, yani mimi nikiwa nyumbani, yani nyumba yangu naiona inawaka moto, yani sasa yani nimejifukiza kwenye shimo lenye joto kali. Nakosa hata hewa, nakosa japo hata pumzi ya kuvuta, japo kwamba niwe na amani. Ila nikiwa kama hivi nakuwa mtu mwenye amani sana. Ila kwangu nyumbani imekuwa tofauti kabisa. Ndio maana mara nyingi huwa napenda kuona mnada poa. Ila kwako umenifanya kiukweli nitokee kukupenda. Unaona hii pete? Hii pete ni kwamba ni ishara ya upendo ya mke na mume. Yaani kwamba watu ambao wamekula kiapo. Ila hicho kiapo cha ndoa kuna mawili. Uende ukafurahi ama uende ukateseke. Sipendi kukuona katika hali hiyo. Niongee mara ngapi nyama yangu? Mbona kila siku nakusii na kukuomba kwamba achana na hilo jitu, vina mazao tu afya. Ina mazao makubwa sana Mona Lisa. Jitahidi basi kuachana navyo. Alafu mbele yangu kweli Mona Lisa unanisumulia moshi ya sigara. Haitupasi kwa. Ila tuachane na hayo. Nimekumisi sana. Kama unavyojua na leo sijaja mikono mitupu, nimekuja na zawadi. Nimekununulia gauni na naomba ulijaribu, nadhani litakupendeza sana. Sema nini? Yaani hizi sio kidei vangu. Sema da? Haina nomu, tobamiki tena nitafanyaje? Baridi basi nisikilizie naenda kubadilika. Kwangu imekuwa tofauti kabisa. Nilitarajia furaha kutoka kwa mke wangu kwa sababu nilikula kiapo kanisani. Lakini basi sio furaha tena. Kwangu imekuwa majozi. Kosea vyote lakini sio kuolewa wala kuoa. Hii pete hii. Tuliahidiana vitu vingi sana kupitia hii pete. Na tulipoingia kwenye ndoa, nikajua ndoa ni kitu rahisi sana. Ndoa ni simple kabisa. Nikiingia nitakuwa mtu mwenye furaha. Basi sasa mimi sio mtu mwenye furaha. Mimi nimeingia kwenda kuchakaa. Na nimeingia na nitatoka nimechakaa. Pole sana. Nafikiri ndio changamoto za ndoa. Asante mwana. Kiukweli unanifanya na kuwa mtu mwenye furaha napokuwa na wewe. Na enjoy sana. Na ndio maana huwa nikitoka najua natoka na wewe na kuwa mtu ambaye nakuwa niko vizuri sana. Alafu pia kuna jambo au basi tu kwa sababu haitakuwa na muhimu sana kwako. Jambo gani hilo?
Wewe niambie tu kama naweza nikakusaidia, nitakusaidia. Hivi mimi ndo nataka uwe, yaani huyu ndo Mona Lisa wangu mimi. Unaonekana mwanamke mzuri sana ukiwa ndani ya vazi hilo, na sio mavazi ambayo umeyazoea, mavazi ya kihuni, mavazi ya kisela. Huyu ndo mwanamke wa Kiafrika, mwanamke wa Kitanzania, mwanamke wa ndoto zangu mimi. Mona Lisa, umependeza sana. Toa sasa haka kibiki. Wewe ni mzuri sana. Zunguka tana nao. Wow. Tena. Yaani haya sio mambo yangu. Mi unyama wangu ni hivi vipenzi fulani hivi. Wewe mwenyewe unaelewa. Sema baridi tu. No way out. Maisha ya kweli. Nakuletea kile kinachokupasa wewe, na sio hayo uliozoea. Alafu Mona Lisa, ukiwa unazungumza na mimi basi jitahidi kuongea kauli za kawaida. Usiniongelee kauli ambazo za kiuniuni. Mtu mkali. Sipendi kusikia hivyo. Mimi ni mpenzi wako Mona Lisa. Badilika mama. Baridi tu hapo wenyewe. Samahani bana. Piacha limona. Secret. Mbona hela nyingi hivyo na hakuna cha maana tulichofanya? Nenda katumie. Usijali. Mimi nimekupa kwa ajili yako. Sawa. Asante. Basi niike hapo. Ukitaka kuondoka nitazichukua. Tawasiliana. Hakikisha ukiondoka ufunge mlango, fungue pale pale unapokaaga. Sawa. Unajua mimi na malengo makubwa sana na wewe. Hata kesho na kesho kutwa naenda kukutambulisha kwa wazazi wangu, wazazi wa Fly. Waone wamepata mkwe bora na mkwe mwema kwa kijana wao. Sawa mpenzi wangu. I love you Mona Lisa. I love you so much. Mona Lisa,
Naona leo mapigo mapya yani, au sio? Wewe acha tu mwanangu. Sema nini? Ngoja nikaichange hii voice. Maana naona ninanipa kiwingu tu hapa nyingi. Mbona nakuwa kama mjinga? Mpaka naruhusu uchachi bwana nizidi keti? Hapana. Siwezi kuruhusu. Dad. Dad. Karibu. Asante mwanangu, vipi? Nilikumisi. Japo umeniuzi. Ulisema unakuja kula. Nimekusubiri sana hata hujaja. Kibaya zaidi ukanitoroka bila hata kuniaga. Hata sijapenda. Siku nyingine usifanye hivyo. Samahani sana mwanangu, kwa sababu nimeondoka tu ghafla bila taarifa. Kwa sababu nimepigiwa simu tu emergency na maana nimekurupuka tu kwa haraka. Kwa naomba nisamehe mwanangu, sawa? Kwa sababu nimerudi babako. Shogangu Mona Lisa. Yaani leo nipo lele. Nimeenda kwenye ile baba langu la siku zote. Lakini sasa hata alijishughulisha sana. Eti limefanya tu kidogo limechoka. Lakini sasa kwenye mambo ya sasamba. Tatoa mtonyo mama. Kama unavyonijua mimi. Ndio maana nawaambiaga mambo ya vijana sio mambo yangu. Vijana nawaachia nyie. Mimi mambo ya mibaba. Upo. Kwa nini andike sana na mazi wakati wewe upo? Oe Kishundu. Mbona umeganda? Ganduka basi. Si nimebeba pete ya watu ya ndoa. Lakini sasa pale ulipoondoka tu huku nyuma umetuachia Valangati na unamjua mama, lakini ameongea huyo bala na huko anakusubiri hapa. Akisikia sauti yako tu najua atakuja. Halo? Nimesahau nimeondoka na pete yako ya ndoa. Nakuja hapo sasa hivi. Basi tukutane pale Majumba 6. Ndo natoka sasa hivi. Haya poa. Rafiki yangu Mona Lisa. Naomba basi unisindikize tumpelekee baba watu pete yake. Sema mwanangu unafeli sana wewe. Sema baridi tu, sasa nitafanyaje, ndio ushakuwa mwana. Una vipi tujichenge so? Ante moja unazingua, sema tu baridi.
Umemwona babako ambaye anamtetea? Na kuuliza umemuona huyo babako ambaye mnamtetea? Maana mimi nikiongea mbaya, kila anachokifanya mimi naonekana muongeaji, lakini wewe mwenyewe umejionea kwa macho juu ya kwamba mmejitahidi kuonyesha mapenzi yote kwa baba yenu. Amewacha mezani na kwenda kufanya shughuli zake ambazo sisi hatuzijui, na bado ameenda amerudi na ameondoka tena. Sasa sijui kati yenu nyie na shughuli azotaka kuzifanya ni kipi cha msingi na ni kipi cha muhimu na ni kipi ambacho kipo ndani ya moyo wake. Sasa si ameondoka na akarudi na akaondoka, hapa asirudi. Yaani hapa asitie miguu yake, na ikiwezekana mpe salamu. Mwambie mama amesema usikanyage. Hata jasho lake sasa kulisikia. Tatizo lako mama wewe hata sio muelewa. Lakini baba amepata dharura. Kwani siku zote anakuwa hivi? Anayofanya mnaona ni sawa eh? Unaona sawa, si ndio? Kuwa uyaone. Si mnaendelea kumtetea? Endeleeni kumtetea. Ipo siku yenu. Nakuja, nisubiri hapo hapo. Majumba 6. Sasa hivi nishafika hapo, sawa? Tujitenge basi kama ushamaliza. Mbogo niache. Mbogo nimesema niache. Haya. Mama, embo amka. Kumbe ni wewe. Mama, unajua sasa hivi ni usiku sana, tena usiku mkubwa. Kwa nini umelala hapa sebuleni peke yako? Hivi unajua kwamba baba yenu anatia maudhi sana? Baba yenu anatia hasira kupitiliza. Muda ule naongea naye hapa, ametoka ananiacha mimi naongea. Alafu anarudi anataka kunilazimisha mimi kufanya vitu ambavyo mimi sitaki kufanya. Mimi najitambua. Hawezi tu kunipeleka. Na ndio maana nimemwacha alale peke yake. Yeye si mwanaume. Na alale sasa. Hivi kweli jamani? Kaa hivi. Yaani ukibinue kwa hivi. Sasa unanikalia hivi jamani? We vipi, mimi nakwambiaje hizo style mimi siziwezi. Mimi ndio hapo nishabinuka. Kama hutaki acha. We vipi wewe? Oe, mimi nimetoa hela yangu unajua hapa. Mimi nimetoa hela yangu hapa. Yaani kile silesi tu tuache. We vipi mdoto tu style moja la wima tu? Mastaili una? Mimi nakupa mastaili. Nakupa kabisa staili la mbuzi kagoma kwenda. Unakibinua. Kinyanyulike. Wewe mimi sifanyi hivyo unavyotaka. Usinichukulie poa mwanangu.
Yaani kirahisi rahisi tu, yani tuache. Sasa sikiliza nikwambie, mimi langu hapa nishatoa na nataka show iendelee. Sasa kama unaniletea za kuleta, mimi mwenyewe vile vile mbaya. Sasa nasemaje hapa leo ni unijue. Ujue wewe na baba ni watu wazima. Haya magomvi yenu ya kila mara hatupendezi nayo hata kidogo. Kwanza yanatengeneza picha mbaya. Mama kila siku nyie. Embu inuka hapo kalale ndani. Cha msingi hapo wewe nenda mkaongee na baba mnyamalize ukalale ndani na sio kulala hapa. Mwanangu. Mimi sio kwamba simpendi baba yenu. Nampenda sana mume wangu. Lakini nimefanya hivi ili aweze kuona thamani yangu. Kwa sababu mwanangu, haiwezekani yeye awe anakuja hapa, anaingia na kutoka. Kama anaingia kwenye nyumba ya wageni, yes anaona vimada ndio ana maana kwake. Basi aende kwa vimada wake. Na ndio maana mimi nikaamua nilale hapa. Sebeni nimwache peke yake huko chumbani. Labda ndo atakapoiona thamani yangu. Kumbe unampenda baba. Sasa kwa nini unayafanya haya? Alafu mama, unakoseaga hapo tu. Una uhakika gani kama baba anafanya vitu kama hivyo? Sometimes unatakiwa ujue kuwa baba anakuwa busy. Elewa hilo mama. Mama anapenda makelele kila wakati. Na wewe usia kunichanganya. Nenda kalale. Hapa sebuleni sitoki na wala chumbani siendi. Nalala hapa mpaka asubuhi. Mama. Kalale ukue huko. Ukikuwa ndo utayajua haya. Mamkali unaniumiza. Pole. Sema mwanangu, angalia watu wananiletea. Yaani mtu anataka nipindue, mara mbuzi kagoma kwenda, mara kifo cha mende chali. Afu mimi hivyo sio vitu vyangu. Hivyo vitu vyenu. Si ndio akataka kuniletea noma? Mamkali mwenyewe sio kinyonge. Mimi nimemletea noma mwanangu. Sema ndo zile tu purukushani mwanangu katokea kaningata. Sema mimi sio kinyonge, mwenyewe sijamchukulia baridi. Sema usichukulie poa, angalia watu wako naoletea. Huwa analeta watu wenye akili timamu. Mtu analetea mtu akili zake zenyewe mbili si. Lakini Mona Lisa, si ungekubali tu. Unajua wateja ndivyo walivyo. Yaani mwanangu mimi nipinduliwe na upinduliwe kweli? Mwanangu mimi sio hivyo mwanangu. Yaani wewe ndo wakupinduliwa. Yaani mimi unipindue kama gari bovu kweli? Hapana, hiyo haikamu mwanangu. Yaani kama kufanya tunafanya kistaarabu. Mimi nalala tu hapo, wewe fanye, ukichoka ondoka. Lakini sio ya mastaili yenu kama Jackson, sijui kama Krishna, mimi sitaki hayo mambo. Na Lucas Twisa body sijui nini. Mamkali mimi sifagili, unajua mwanangu. Nawe pole basi. Mamkali. Subiri na kuja.
Halo, Mbogo. Unatafutwa na maskari hapa. Mimi nimwambia sikujui, sikufahamu. Kwa sasa hapo kanisani hapa wanateremka bondeni. Kijana, binti, je, mnamfahamu huyo mtu katika huu mtaa? Mungu wa mbinguni, naomba uliangalie hili. Ingilia kati familia yangu. Hii familia kila siku ni maugomvi. Lakini Mungu, hebu angalia hata wewe. Mimi kweli jamani, mimi na ukorofi gani? Kweli mume wangu anayafanya ni haki kweli, mimi nikae ni nyamaze tu na muangalia? Kama jana mimi nimelala sebleni, sio kwamba nimependa. Mimi nimelala tu nimnyooshe, nimkomeshe ili aone umuhimu wangu. Asa mimi nashangaa mwenzangu asubuhi kaamka kaondoka. Hata hajaniaga, hajaniongelesha chochote. Mpaka saizi simu zake zote hazipatikani, sijui hata yuko wapi. Naomba mume wangu arudi. Mbona mimi sina pakubwa ninapomkosea? Mbona yeye mwenyewe ndo mkorofi? Ni sawa, hata mimi mgomvi, Mungu najua unaniona mgomvi, lakini kwa sababu nampenda. Na nafanya ugomvi kwa sababu yule anaonekana kabisa ana michepuko. Hebu angalia. Mimi nimelala tu ili mradi tu nimkomeshe, nimnyooshe, aone umuhimu wangu. Cha kushangaza mwenzangu asubuhi ameondoka, hajaniaga, hajanisemesha. Mimi ni mwanamke aina gani? Mimi mwanaume anatoka, anaenda, anarudi, mimi nipo tu hapa nimekaa namsubiria yeye. Alafu yeye bado akirudi anakuja analetea ubabe. Hivi kweli Mungu, mimi hapo nina makosa gani? Mimi hapo mimi naonewa kabisa. Ila basi tu kwa sababu na mimi ndo Mungu umenipa mdomo, naongea sana, mimi nalaumiwa mpaka na watoto mimi naongea, lakini Mungu mwenye makosa ni mume wangu. Ila kwa hapa mimi nimetaka tu nimnyoshe kulala sebleni, ila kwa naomba Mungu tu mimi arudi tu sasa. Mbona mna hofu? Sijui chochote. Kijana, endapo tutabaini unaongea kitu cha uongo, huyu mtu unamfahamu alafu unasema umfahamu, hatua kali zitachukuliwa juu yako. Tumeelewana? Mungu, mume wangu arudi, angalia familia yangu, angalia watoto wangu. Asante Mungu. Asante kwa ajili ya familia yangu.
asante kwa mume wangu huko aliko. Akumbuke jina langu, na akilikumbuka tu apapalike, moyo wake upapatike, yaani aweweseke, arudi nyumbani mwenyewe. Yaani Mungu hakikisha anakuja hapa, na akija niombe msamaha kwa magoti na machozi. Mungu naomba sasa hivi muda huu hapa huko aliko achanganyikiwe. Mungu nisaidie ili aweze kurudi, najua utatenda. Kwa hiyo mama, hapo ndo unasali hivi? Je, mama unachekesha? Yaani kwa mfano sasa ndo Mungu huyo amekaa huko alipo, anamsikiliza mama yake Tenina anaomba kwa kumkandia mume wake. Hivi mama, hapo unasali au unamsolola baba? Asa mbona kama vichekesho? Wewe Kima. Wewe Kima wewe. Usichokijua, mimi nina mahusiano na Mwanalisa. Na ukiendelea kumfuatilia Mwanalisa, nitakufanyia kitu kikubwa sana. Mjinga mmoja wewe. Kaa mbali na Mwanalisa. Vipi, mbona analia? Au ngala kakupiga? Mwanalisa. Vipi tena, mbona machozi? Sijakuzoea hivyo ujue. Wanangu, nimekutana na maaskari nje. Wanamtafuta mshua wangu. Na nilichokuja kujua, mshua inaonekana yupo mtaa huu, maeneo haya ya mimi ninayoishi. Sasa mimi hapa kuomba ili mume wangu arudi nimekosea wapi? Kwa ina maana mimi sijui kuomba? Haya, hebu nifundishe wewe namna ya kuomba basi. Hebu nifundishe hayo maombi unaoomba wewe na mimi niweze kuomba. Nikwambie tu Mungu hana formula. Yaani wewe muite, afu mwambie shida zako. Atakutendea kama vile ambavyo wewe umetaka. Lakini eti kabisa unataka kuanza kunipa mimi formula za kuomba? Sio kweli. Mimi nimeomba na naamini kwamba Mungu lazima atajibu. Babako, Mungu ametenda. Mke wangu kipenzi. Awe mume wangu. Nyonga mkaliaini wangu, kipenzi changu, kipenzi cha roho yangu, barafu wa moyo wangu, mahabuba wangu, buheri. Namshukuru Mungu, mimi ni mzima kabisa wa afya mke wangu. Nikuombe samahani tu mke wangu kwa kuweza kuondoka bila kukuaga. Mimi nitarudi leo mapema sana. Kweli mume wangu unarudi nyumbani? Ndio mke wangu, nitawahi kurudi mapema sana, lakini tahadhari tu, naomba mtulie wala msinitafute.
wangu anarudi. Kama ushalijua hilo, nataka nikuambie kitu. Bwana Lisa, wewe ndio unatakiwa mtu wa kwanza kabisa kumkamata dingi wako kabla ya maskari, ili uweze kutimiza ahadi yako ambayo umeipanga wewe mwenyewe. Hicho ndo ninachokiwaza hapa akilini mwangu. Ni lazima mimi nimuwahi Mshua, maana maskari wakimuwahi tu sitoweza kulipa kisasi changu. Sema nini mwana uchafupozi? Una ule mguu wa kuku, mimi nataka niutumie. Mwana Lisa, ondoa shaka kabisa. Ule mguu wa kuku upo, tena uko sehemu salama kabisa. Ni kama nilivyokuambia, ndio nikupambanie mpaka dingi wako mkamate na ufanye kile ambacho umekihitaji wewe. Ilo usiwaze yani. Ile kibaharia. Baridi sana mwanangu. Lakini Mona Lisa, muwe makini sana. Maana kitu mnachoenda kukifanya ni hatari sana. Mnaweza mkahatarisha maisha yenu. Naelewa mamkali. Usiwaze wala nini. Mama. 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 Baba. Kumekucha sasa. Maana hii nyumba haishi drama, haishi visa, haishi kelele. Aya, una tatizo gani? Maana unapiga kelele hatari. Baba yuko wapi? Babako si ameenda kazini au unajitoa ufahamu? Haya, hebu tuambie. Umepatwa na shida gani uko? Umekabwa au? Mama, ni bora hata ningekabwa. Kuna tatizo kubwa sana. Tatizo? Tatizo gani hilo? Baba anatafutwa na polisi. Toba mume wangu.